Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala habibuna al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ama bado, leo tunaelezea kuhusu suala linalohusiana na kuchinja na mtu ambaye anachinja udhiya na masharti ambayo analazimika mtu wa udhiya kuwa nayo. Ieleweke kwamba kuchinja kuko aina mbili. Kuko kuchinja kwa wale watu ambao wanakwenda hija moja kwa moja. Wao watu ambao wanakwenda hija basi watakuwa wana masharti yao, na katika masharti yao wakishakuvaa ihram watalazimika kutokukata kuche, kutokukata nywele na mambo mengine. Je, huyu mtu ambaye yeye hendi ihram, yuko hapa Unguja, Zanzibar, Pemba, Bara, Kenya na sehemu nyingine, lakini anachinja udhiya, yeye anaingia katika masharti hayo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema an Ummi Salama, kutoka kwa Ummi Salama anasema man raa al-hilala, yoyote yule atakayekuona mwezi Dhulhijja wa mfungo 3 wa arada an yudhaha, na akataka achinje yeye, huyo mtu hayuko katika hija lakini yuko mitaani anataka kuchinja, fala ya'khudhanna min sha'rihi, basi asikate nywele, wala min adhfarihi, wala asikate kuche. Hadithi hii ni hadithi sahihi, amepokea Imam Muslim, Sahih Muslim 1977, Imam Abu Dauda 2791, Imam Tirmidhi 1523, Imam Nisai 4361 na Imam Ibn Majah hadithi 3149. Ni hadithi sahihi, na hoja hii amekwenda nayo Imam Ahmad bin Hanbali, amekwenda nayo Said ibn Musayyib, amekwenda nayo Ishaqa, amekwenda nayo Daudi Dhahiri, na amekwenda nayo Ibn Abbas. Na kwa hoja hii basi ni lazima kwamba mtu ambaye anataka kuchinja udhiya ajiepushe na kukata nywele, ajiepushe na kukata kuche, kwa mujibu wa hadithi hii. Lakini kuna hadithi nyingine pia ya mama Aisha radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuhudi min almadinati, alikuwa anapeleka wanyama Madina kwenda Maka kwa ajili ya hija, na yeye mwenyewe hakwenda kwenye hija. Fa aftatila qalaidan hadihi, nikaa naweka alama za wale wanyama kama ambavyo wanawekwa alama za kwamba hawa ni wenye kuchinjwa kwa ajili ya hija. Thumma la yajtanibu shay'an, kisha mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajiepushi na chochote mimma yajtanibu almuhrimu, katika yale ambayo wenye kuharimia wanajiepusha nayo. Sahih Muslim hadithi 1321, Sahih Bukhari 1698. Ni hadithi muttafaqun alayhi. Hadithi moja ya mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam inasema kwamba mtu anayetaka kuchinja kuanzia mwezi mosi mfungo 3 ajiepushe mpaka atakapochinja, asikate kucha wala nywele asinyowe. Hii ametoa Ummu Salama. Mama Aisha ridwanullahu alaihim ajma'ina, wote anasema hata mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alipokuwa anapeleka wanyama kule Maka alikuwa hajiepushi na masharti hayo, alikuwa anakata kuche na kunyoa nywele, wala hajiepushi na masharti yoyote yale. Imamu Nawawi anasema man hadha hadiyatan, kwamba masuala haya kwamba la yaharimuha, si haramu kwa mtu ambaye yeye hayuko hija kukata kuche wala kukata nywele, wala yahrumu alayhi shay'un mimma yahrumu ala almuhrim, wala haharamiki na jambo lolote lile ambalo linamharamikia mwenye kuhirimia. Kama ingelikuwa anaharamikiwa, basi angeharamikiwa na mkewe vile vile, kwa sababu mtu ambaye aliovaa ihramu hatakiwi akutane na mkewe mpaka avue ihramu. Lakini kilichokuwa dhahiri ni kwamba masharti haya ni ya mtu ambaye anakwenda mwenyewe Maka. Mtu anayechinja hapa si lazima. Akasema vile vile katika mama Aisha radhiallahu anha alipata habari ya Ibn Abbas, anasema man ahada hadiyatun, yule mtu ambaye analeta mnyama basi yahramu alaihi ma yahramu ala alhaji, yanamharamikia mambo ambayo yanaharamika kwa yule mwenye kwenda hija vile vile.
hatta yanhar, mpaka achinje. Abdullah ibn Abbas alisema hivi. Faqalat Aisha akasema hivi, laisa kama qala Ibn Abbas. Ibn Abbas hivyo alivyosema sivyo. Akasema uzoefu wake kwamba ana fataltu qalaidan hadi rasulillahi, mimi nilikuwa nafunga wanyama wa mtume sallallahu alaihi wasallam, liyuhdia, kwa ajili ya kupelekwa Maka kuchinja. Qalladaha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi, kwa mkono wangu. Falam yahrumu, hakujiziwilia mtume ala rasulillahi shay'un, kwa jambo lolote. Ahallahu Allahu, alilolihalalisha Mwenyezi Mungu. Hatta nahral haja, yani mpaka wakati wa kuchinja alikuwa hajajiziwia na jambo lolote lile. Kwa hivyo huu utaona hii ni Sahih Bukhari hadithi 1700. Utaona ni kama mkanganyiko fulani hivi kwamba sahaba huyu mke wa mtume anasema hivi, sahaba huyu mke wa mtume anasema hivi. Kufafanua sasa hiyo hadithi mbili kama hizo, kuzifafanua inahitaji utaalamu wa hali ya juu, kwenda kutizama pale paliposemwa, palisemwa wapi, na hapa yule alosema amesema wapi. Imam Ahmad bin Hanbal wanasema amma man arada an yudhaha, yeye anayetaka kuchinja, fa innahu la ya'khudhu min sha'rihi, asichukue, yani asinyoe nywele, wala min adhfarihi shay'an, wala asikate kuche. Wa hadha, na haya, nahyu, ni makatazo, yaktadhi tahrimi, yanaelekea kwamba ni haramu kukata kuche na kukata nywele. Huu ni msimamo wa Imam Ahmad bin Hanbali, na ni msimamo wa maulama wa upande wanaounga mkono huyo msimamo huu. Vile vile wamekwenda nao vile vile maulama wa Saudia, kwa mfano Ibn Bazi amekwenda nayo vile vile msimamo huu. Ibn Taymiyyah vile vile amekwenda nayo vile vile. Ibn Qudama amekwenda nao. Ibn Jauzi ndo alokwenda na msimamo huu. Lakini kuna msimamo mwingine pia ambao unategemea hii hadithi ya pili. Hii msimamo huu wa pili ndo kauli ya jamhuri. Hii ndo kauli ya Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, maulama watatu katika wanne wa madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa. Hoja yao ni kwamba si haramu, isipokuwa ni jambo la karaha. Ibn Qudama yeye kama tulivyosema ana msimamo huo wa Imam Ahmad. Lakini Imam Malik anasema la yakrahu dhalika inda Malik, haijakatazwa, yani si jambo la karaha, si jambo ambalo limekatazwa sana, linachukizwa wakati kwa madhehebu ya Malik. Walaisa min al-amri wajibu, wala hilo suala la kujiziwilia mtu na kunyoa si suala lililokuwa wajibu hata siku moja. Imam Abu Hanifa anasema la yakrahu akhadhu sha'ri, haikatazi wala haichukiwi mtu ambaye anataka kuchinja udhiya kukata nywele wala kukata kuche. Liman arada al-udhiya, kwa yule ambaye anataka kukata anataka kupeleka udhiya. Kwa hivyo tusemeje? Kwa hivyo tunasema kwamba Imam Maliki na Mubaraka vile vile, Abu Hanifa vile vile, Imam Shafi, Imam Nawawi na maulama wale wengi wanasema ni karaha tu, ni jambo ambalo halipendezi, lakini si lazima. Kwa hivyo tukijumuisha tunasema hivi, tunasema kwamba kukata kuche na nywele kwa mtu ambaye anachinjwa udhiya ni lazima kwa mtu aliyokuwa Maka. Hii aliyokuwa Maka ni lazima, na kama atakata kuche na atanyoa nywele basi kuna adabu maalum ambayo inabidi aifanye. Ama mtu anayefanya udhiya hapa Unguja au sehemu yoyote ile bara Kenya, sehemu ile kwa Saudi Arabia, yeye si haji lakini yeye anachinja udhiya, kwake yeye itapendeza sana kuwa ajiepushe na kukata kuche na kunyoa nywele. Lakini pindi atakapokata kuche au akanyoa nywele kwa kukosea au kwa makusudi, kwake yeye udhiya yake itakuweko kama kawaida. Kwa hivyo jambo hili lina sehemu mbili, na mwisho tunasema ni jambo ambalo linapendeza sana 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 kwa mtu ambaye anataka kuchinja udhiya, ajiepushe na kukata kuche, ajiepushe na kukata nywele. Hayo mambo mawili tu
kwa hadithi ya Ummu Salama, itakuwa jambo lilopendeza. Na hajakatazwa mtu kusalimiana na mkewe wakati wa usiku alo halimo. Alichokatazwa ni kukata kuche, alichokatazwa ni kukata nywele. Tena vile vile si haram, lakini ni jambo ambalo linapendeza. Kwa hivyo yoyote yule ambaye anajitayarisha kwa ajili ya udhiya, akate kuche zake sasa hivi, atafute viwembe vingi, akate kuche na akate nywele za kila pahala ambapo zinamkerakera, zinamuudhiudhi, anyoe sana. Ikifika mfungo mosi mwezi 3 itapendeza sana. Yule ambaye anachinja udhiya ajiepushe na kukata nywele, ajiepushe na kukata kuche, na ajiepushe na kunyoa nywele katika sehemu zozote zile zinazoota nywele. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.